Faida za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu unaona matunda yake, ana matunda. Anapokuwa ndani ya mtu, huyu mtu ndipo anakamilishwa kuwa mwenye haki. Nilijifundisha kipindi kilichopita kwamba hakuna mtu anaweza kuwa mwenye haki pasina msaada wa Roho Mtakatifu. Kwa sababu kama mtu hana Roho Mtakatifu hawezi kukamilishwa. Ndio maana Biblia inasema wengine walikamilishwa katika hofu kwa sababu hawakumpata yule Roho wa neema. Lakini unapompata Roho Mtakatifu, yeye pia anaitwa Roho wa neema. Anakujalia neema mbalimbali ambazo katika neema hizo unakamilishwa. Sema katika neema hizo unakamilishwa. Sema tena katika neema hizo unakamilishwa. Kwa hiyo kumbe pasipo Roho Mtakatifu mtu hakamilishwi. Kwa nini? Kwa sababu anasema tumekamilishwa katika pendo la Baba ambalo tunalipata ndani ya nani? Roho Mtakatifu. Sasa unisikilize kwa makini hapa. Sasa Roho Mtakatifu ana matunda na karama zake. Ndio maana mtu Roho Mtakatifu anapoingia ndani ya mtu, cha kwanza tunaanza kuona nini? Matunda. Roho Mtakatifu akiingia ndani ya mtu, cha kwanza tunaanza kuona matunda ya Roho Mtakatifu ambayo utayagundua kwa Mkristo aliyeokoka tu mara moja alipookoka, cha kwanza anaanza kuwa na matunda. Unapookoka lazima uweke maua. Maua sasa ni bidii ambayo mtu anakuwa nayo, ambayo ni nguvu ya uvuvio. Unapookoka tu mara kwanza hupewi nguvu ya Roho Mtakatifu, bali unavuviwa. Kuvuviwa ndio tunaita kama upako. Ni sawa na kutembea na mtu mwenye marashi. Ndio maana watumishi wa Mungu wote, unapoona mtumishi wa Mungu aongelea habari za Roho Mtakatifu, lazima uwe na mashaka naye. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu ni kama perfume, ni kama mafuta. Hata kama hujapaka, ukichukua mikono yako ukashikana mtu ambaye amepaka mafuta hayo au manukato hayo, tayari utakapoachana naye kwenda ukiwa peke yako, yale baadhi ya harufu ya manukato ya yule mtu yanakuwa juu ya nini? Ya mwili wako. Huo ndio uvuvio. Hujapuliziwa wewe, lakini umekutana mtu ambaye ana manukato fulani. Yule mtu akiingia ndani ya gari yote inajaa manukato. Yule mtu akiingia ndani ya nyumba yote aliyoingia manukato yake yanatawala, wanasikia kuna mtu ameingia. Ndio maana mtu wa Mungu anapokuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, mara ya kwanza anapookoka anavuviwa. Hebu sema anavuviwa. Uvuvio unaleta nini? Badiliko. Uvuvio unaleta badiliko. Huo ndio upako. Uvuvio unaleta badiliko. Hii ndio anointing. Uvuvio unaleta badiliko. Ndio maana mtu anapookoka tu, hata kama alikuwa kibaka, hata kama alikuwa mwizi, hata kama alikuwa mlalushwa, hata kama akiokoka tu, cha kwanza unaona badiliko. Hata kama alikuwa mchawi, hata kama alikuwa kahaba, namna yote. Ndio maana unaona dada yake Lazaro alipookoka tu, ule ukahaba wa mapepo 7 aliyokuwa nao, yale mashetani ambayo anamfanya hatulii, yako ndani, majini 7 ya ukahaba ambaye amwache kutulia. Alipokuja kwa Yesu tu, yale mashetani mbio yalipoondoka tu ndani yake, akapakwa mafuta. Cha kwanza akavuviwa uwezo. Hebu sema akavuviwa uwezo. Uwezo huu unamsaidia nini? Kusimamia imani. Uwezo huu unamsaidia, hajapata Roho Mtakatifu bado. Ndio maana unaweza ukajiuliza, kwa nini Yesu ametembea na watu kwa miaka 3.5 mitume wake, lakini hawajapokea Roho Mtakatifu bado, ila wana nguvu ya uvuvio. Yani wamepakwa tu mafuta, wamepakwa tu mafuta. Ule uweza wa Yesu unawazunguka. Ule uweza wa Yesu unafanya nini? Unawazunguka. Ndio maana walikuwa wakileta wagonjwa, saa nyingine wanapata hofu. Wakileta wagonjwa, saa nyingine wanashindwa. Kwa nini? Ile nguvu halisi haimo ndani yao. Upako maana yake, uvuvio maana yake, ukiwa juu yako uvuvio, unakuwa unajisikia naweza kufanya, naweza kwenda, naweza kufanya. Ila ukienda unafika unashindwa, ila ukifanya haifanikiwi. Kwa nini? Ile nguvu halisi bado haijafanya nini? Haijaingia ndani. Hebu sema ile nguvu halisi bado haijaingia ndani. Ndio maana Yesu alituma mara 2. Mara ya kwanza aliwatuma akiwepo yeye, akawavuvia, akawapa uwezo. Ili neno kuwavuvia ndio linamaanisha akawaita wanafunzi wake 12, akawapatia uwezo au mamlaka. Kama napenda Yesu, sema amina.
Sema tena amina. Akawapa mamlaka juu ya pepo wachafu. Yaani tu mna uwezo, mwende tu mna uwezo, lakini uwezo ule mpaka upewe. Ndio maana kuna watu wengine ili waweze kufanya ibada mpaka awe na baba yake wa kiroho. Kwa nini kila mtu hawezi kuwa baba? Kwa nini kila mtu hawezi kuwa baba? Kuna watu ni watumishi wa Mungu ila wana baba. Ili waweze kutenda kazi hata aombe vipi, lazima baba yake amwachilie nguvu. Ndio unaona watu wengine ili aweze kufanya huduma lazima apite kwenye mahubiri ya baba yake. Angalie hivi baba anaposikiza ile mahubiri, lazima kuna nguvu inakuja kwako. Ndio maana unaona ni desturi ya watu wengi wanapenda kusikiliza mafundisho ya wazazi wao wa kiroho. Sikiliza, anavuviwa. Kwa hiyo ile anavuviwa, ile sio nguvu aliyoitengeneza yeye, bila ni uvuvio tu. Wakati ule anaposikiliza, roho inamuingia. Kuna roho fulani ya baba yake inamuingia. Hebu sema roho inamuingia. Maandiko haya anathibitisha nabii Ezekieli kwenye sura ya 1 kuanzia mstari wa 2 pale. Anasema yule mtu akaniambia simama, akaniinua. Niliposimama akaanza kunisemesha. Wakati ananisemesha, roho ikafanya nini? Ikaniingia. Kumbe unaposikiliza maneno kuna roho inakuingia, ama roho ya uzima ama roho ya uhai inakuingia. Maneno ya Mungu ni roho ya uzima. Anasema maneno haya niwaambiayo ni roho, tena ni nini? Ni uzima. Kama nampenda Bwana sema amina. Kama nampenda Bwana sema amina. Sasa Roho Mtakatifu, Yesu anataka kuondoka duniani, alishawafufia, alishawapatia mamlaka. Hebu kuna mambo ujiulize. Kama Yesu aliwaita wanafunzi wake 12, Yuda alikufa akiwa tayari ameshatoa mamlaka, akawapatia mamlaka na amri juu ya pepo wachafu kuwatoa, ikawa namna hiyo. Lakini Yesu amekwisha kupigwa msalabani, amekufa msalabani, baadaye sasa ananyakuliwa kwenda mbinguni, mahali ambapo anasema hamtaniona hivi karibuni, ila mimi takuwa natenda kazi katika hali ya kutokuonekana. Hii ndio maana anasema mimi niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa nini? Wa dahari. Hii ni sheria ya rohoni. Sheria ya rohoni ni pamoja na mtu kutenda kazi bila kuonekana. Hii ndio maana wachawi wanasumbua sana watu duniani. Hii ndio maana mapepo yanasumbua sana watu duniani. Hii ndio maana majini na mizimu inasumbua sana watu duniani. Kwa nini? Iko formula. Hebu sema formula. Sema tena formula. Iko formula ambayo mtu anaweza kutenda kazi bila kuonekana. Unaona, unashangaa tu, mtu anakufa, mtu anaanguka bila kujikwaa mahali, amekata roho, mtu amekabwa, amelala chumbani kwake, amenyongwa, damu zinatoka. Nini? Hakuna haonekana aliyemnyonga. Kumbe yuko atendaye kazi bila kuonekana. Yuko anayetembea pamoja na wewe kushambulia bila kuonekana. Yesu akasema, tazama mimi niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Lakini ina maana hata hapa Yesu yupo, ila tu haonekani kwa macho, ila yupo anatenda. Ndio maana watu wengi ukiona tukio akisema Yesu, tukio linaishia pale pale ulipomtaja. Kwa nini? Yupo. Ulipo Yesu yupo, unapotembea Yesu yupo, mwite ataitika. Ndio maana anasema niiteni nami nitaitika. Kama asingekuwepo asingesema niiteni. Nami nataka nikwambie jioni ya leo, popote wakati wote ukiona shida, mwite Yesu, mwite Yesu. Ile usiku kama mchana, mwite Yesu, kwa sababu ulipo Yesu yupo. Anasema mimi takuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Haleluya! Ukamilifu wa dahari maana yake mpaka mwisho wa nini? Wa ulimwengu. Dahari maana yake mwisho wa ulimwengu. Kwa hiyo mimi niko pamoja na Yesu. Unaona, anatenda kazi katika hali ya kutokuonekana. Ndio maana mashetani nayo yanatembea duniani, yanatenda kazi pasipo kuonekana. Wachawi nao wametembea kwenye kanuni hiyo, hawaonekani kwa macho ya damu na nyama, lakini wapo, wanatenda kazi. Majini yapo, yanatenda kazi. Kuna saa unaishi ndani ya nyumba, na mle ndani ya nyumba kuna majini ya aina mbalimbali. Sasa ila sisi leo, kwa sababu akili yetu imejengwa kwenye sayansi, hebu sema sayansi, kwenye sayansi ya viumbe, tunajua, tumefundishwa tandu ana miguu 16, buibui ana miguu 7. Buibui ni kiumbe cha nani? Cha Mungu. Tangu tuko primary unakariri hivyo. Tunaona ndege, kuna aina ngapi za ndege? Aina kadhaa za ndege, tuwataje? Kuelea, sole, kijeli, aina za ndege hizo, bundi, nini unataja. Lakini
Unaona hapo, unashindwa kujua tu namna gani shetani anaweza kutumia viumbe. Ikiwa shetani aliwaingia wanadamu, maandiko yanasema shetani akamuingia Yuda alipotoka tu kwenye uwepo wa Yesu, shetani akamuingia. Kama shetani anaweza kumuingia mtu, anashindwa kuwaingia ndege, anashindwa kuwaingia wanyama. Lakini kuna kitu kimoja, kwa mfano, katika mashetani kuna aina nyingi za mashetani ambayo yametajwa wazi wazi kwenye Biblia. Aina ya kwanza mashetani yenye umbo la nge. Mara nyingi ukiona nyumba yako imejaa nge, lazima ujiulize nge hawa ni wa namna gani? Usikute unaishi na majini ndani, kila siku wanang'ata watu, wanasababisha madhara, kumbe ndani ya nyumba wametua majini, yamesoma mahali yakaja yanaishi ndani ya nyumba yako. Unashangaa tu mkilala, nge kwenye neti, nge kitandani, nge kwenye makochi, nge wanang'ata watu, nge wanaumiza watu. Nyumba inajaa hofu, mtu anatembea na hofu ya nge. Kwa nini? Shetani ameamua kukutia hofu. Hii ndio maana Mungu anasema usiogope, kwa sababu ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo anasema ya kwamba tukaona malaika wa kuzimu, na shimo lipofunuliwa tukaona mashetani wanamikia ya nge. Unaona sasa, kumbe nge nisema anamaanisha nini? Mashetani wanaweza kutumia umbo la nge, ukaona ni nge, kumbe ni mashetani kabisa wako ndani ya nyumba. Lakini aina ya pili ya mashetani, sema amina. Anasema nikaona majoka mekundu yarukayo. Shetani ambaye ni joka chekundu arukayo. Unaweza kashangaa ndani ya nyumba nyoka wanaingia, njiani nyoka wanakufuatilia, unashangaa ndani ya nyumba nyoka wanakugonga. Nyoka unashangaa kwa sababu nyoka wa kawaida naye anaogopa watu. Nyoka wa kawaida anaogopa watu, lakini unashangaa eti nyoka anainua kichwa na kuangalia, eti nyoka anakukimbiza kabisa. Ulimwengu wa leo unashangaa, unamuota nyoka jana, leo unamuona kukutana na nyoka, unajiuliza mbona sielewi, wa aina ile. Unashangaa kumbe kuna nyingine sio nyoka za kawaida, kwa sababu ulishajengewa tangu darasa la msingi, na siku hizo anajengewa tangu chekechea. Nyoka asnake. Ndio maana Mungu nyumbani mwa Bwana kuna shule za kiroho zinaitwa Sunday school, ili wakati mkuu ulimwengu anawafundisha watu kujua nyoka tu kama viumbe vya kawaida, na hekaluni mwa Bwana pia tunawafundisha watoto wetu kujua shetani alikuwa nyoka. Kwa hiyo anakuwa anajua kabisa kuna nyoka wa kawaida na kuna nyoka si wa kawaida, ili akikutana si wa kawaida ajue namna ya kutumia jina la Yesu kama silaha ya kumtoa mautini kwa jina la Yesu. Kama nampenda Bwana sema amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Kwa hiyo naona hiyo ni aina ya pili ya umbo la mashetani. Unaweza ukashangaa ndani ya nyumba kuna nyoka mmoja tu anapitaga, anatokea, anakimbilia nje. Unajiuliza nikiwa nataka kumpiga anakimbilia nje. Inapita tena siku, unamuona tena yule, unasema mbona ni kama yule aliyekimbilia nje. Hatujawahi kubahatisha kumuua, ni yule anazunguka mazingira yale. Kuna ulimwengu wa giza ambao unaweka aina ya jini lilinde mazingira yako, ama lilinde balaa isiondoke pale, ama magonjwa isiondoke pale, ama maskini isiondoke kwenye familia. Ninyi mnakuwa tu mnasema eneo letu lina nyoka wengi, kwa sababu shetani ni mwelevu. Kumbuka tangu kwenye kitabu kile cha Agano la Kale, Mwanzo, Biblia inasema alikuwa mwelevu kuliko hayawani wote. Anajua namna ya kuja kwa akili kwenye mazingira yako, anajua namna ya kufunga eneo lako bila kutambua. Anajua hivi, akipokea unaona ni mtu kabisa mrefu, utasema hili eneo lina majini, hili eneo lina mashetani, hili eneo lina mizimu. Kwa hiyo tukae kwa staili gani? Anawaambia kaeni kwenye umbo la nyoka, kwa sababu miti ya bustani shetani anaruhusiwa kukaa, maana ni hayawani wa nchi. Vaa umbo la nyoka chini, makati akaa pale na watoto wako wote, mkae mfunge familia hii, mkae mfunge mtaa, mkae mfunge wilaya. Unasikia kijiji hiki kina nyoka wengi, eneo lile pale kunakuwa na mkuu wao ambaye ni joka kubwa, ambalo unaambiwa usichezee mtu ule, usichezee kichuguu kile, kuna dude liko pale kubwa, usichezee pale. Wanaonya kwa nini? Pale ndio kuna mtawala wa giza amekaa pale, ana watoto mle, wanatoka mle, wanazaliwa, kumbe ni majini. Ule ndio mlango wao, ile ndio shimo lao, wanatokea mle kuja kufanya vita. Ndio maana usishangae kuna saa nyingine ukianza kuomba kuna mambo yanaanza kutoweka. Unasema tangu nilipoanza maombi, kama napendeza usema amina. Unasema tangu nilipoanza yale maombi, yani wale nyoka wengi wamepotea. Unashangaa wamepotea bwana, siku hizi siwaoni, kumbe walikuwa ni mashetani. Ndio maana saa nyingine ukiomba, angalia mazingira yanayokuzunguka, kuna nini kiko pale. Kuna saa ndani ya nyumba wanajaa popo. Hebu sema popo.
Ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Ufunuo kinaeleza umeanguka Babeli, umekuwa nini? Umekuwa ngome ya mashetani na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Kama napenda Bwana sema amina. Unaona nini? Mashetani. Kumbe mashetani wanaweza kuvaa sura ya ndege. Unaona kila ndege mchafu. Unaona kumbe ndege safi wako ndege safi na wako ndege wachafu. Kwa mfano ukitaja tu bundi, tukiacha unafiki, ukitaja bundi ni ndege mchafu. Kwa nini? Anatumika na ulimwengu wa giza, anatumika na wachawi. Kama napenda Bwana sema amina. Ndio maana sema huyu ni ndege mchafu. Hebu waza, kwa nini ufalme wa Mungu unafananishwa na tai? Katika kitabu cha Isaya kuna ndege msafi anaitwa tai. Anasema Mungu atakurejeshea nguvu zako kama nini? Kama tai. Utapaisha juu kwa mbawa kama nini? Kama tai. Una nguvu za Mkristo zinafananishwa, nguvu za Roho Mtakatifu zinafananishwa na ingo, yani ndege safi anayewakilisha nguvu ya ufalme wa Mungu. Haleluya! Kumbe kuna ndege wachafu wanaowakilisha nguvu ya ufalme wa giza. Wakija kwenye mazingira yako, kumbe ni mashetani wamekuja. Wewe unasema tu bundi. Kuna bundi wengine hawatumi na wachawi, unakuta ni mashetani kabisa. Yameambiwa nendeni mkakae kwenye eneo lile, kwenye mtu wa kanisa pale, kwenye mtu wa yule mama, kwenye stima ya umeme pale ndipo mtakuwa mkilia, maafa yanatokea pale, kuna mambo yanatokea. Kwa hiyo wamekuja tu wanakaa mpaka watu wanazoea. Amekuja tu bundi anakuwa analia tu hii. Kumbe ni mashetani kabisa. Waliachilia wanajua ishu, waliyatuma wanajua ishu. Wao wanakuwa wanasema yani jamani, siku hizi mtani kuna mabundi ya kutisha. Kumbe sio mabundi, kumbe ni mashetani majini kabisa, mapepo yameachiliwa. Shimo la kuzimu limefunguka. Ninasema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kila shimo ambalo limefunguka nyumbani kwako, limefunguka kazini kwako, shimo la kuzimu ambalo limefunguka kwenye huduma yako, ninalifunga leo kwa jina la Yesu. Na usiogope kufunga chochote cha kishetani. Kwa nini? Yesu akasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Lolote mtakaolifunga duniani limefungwa na mbinguni. Usiogope kufunga. Mbona wao wanakufunga wewe? Anasema nimemfunga huyo, hata afanye vipi hawezi kufanikiwa. Na wewe mlokole, kazi yako. Walokole wengi hawajui kutumia maombi ya kufunga watu. Yeye anachojua tu, anajua tu Baba mbinguni nifungue. Baba nakemea wachawi. Kwa nini usiwafunge? Mungu ameruhusu mamlaka ya kufunga. Kama wao wanakufunga kwa kutumia mapepo, kwa kutumia uchawi, na wewe wafunge kwa kutumia malaika na nguvu ya Roho Mtakatifu. Haleluya! Wao wana malaika wachafu, sisi tuna malaika wasafi. Biblia inasema kuna malaika wa kuzimu na kuna malaika wa Mungu walio chini ya jeshi la Mikaeli. Hao wote ni malaika wa vita. Shetani na malaika zake na Mikaeli na malaika zake. Akasema ole wa nchi la bahari, kwa maana sisi tumewapiga wale mpaka wametupwa kwenu, na nyinyi ombeni msaada kwa jeshi la malaika Mikaeli. Unasema kabisa kwa jina la Yesu, wewe mchawi unayetoa majini kuja kwa umbo la nyoka nyumbani kwangu, kila siku hawaishi, kila siku aning'ate, simu ya kiroho na ifunga kuanzia leo, isitende kazi kwa jina la Yesu. Utashangaa ile koti la mauti wale kuvika linavuka usoni, ile koti ambalo linabadilisha rangi, linabadilisha sura. Nasema Mungu atazima zile taa zao za michezo ya kichawi kwa jina la Yesu. Sasa unisikilize, nikupe siri nyingine ya ajabu ambayo kwa kuwa umemtii Mungu nakuja leo nikupe siri ya ajabu. Unaelewa maana ya disco light? Unaelewa maana ya disco light? Kwa nini disco light huwa zinatokea tu wakati wa sherehe? Yaani mwaka mpya ndio unaziona zinazalishwa, zinakuja. Sherehe zikiisha uzioni tena. Disco light maana yake ni taa ambazo zinabadilika. Nisikilize, kama utajua siri, na mimi namwomba Mungu mwaka huu atuweke disco light za Christmas. Kama ni taa, Mungu atusaidie, ni bora tufunge oda, tuwashe tu taa za rangi, hapo ya njano, hapa nyekundu, hapo ya kijani, vitengeneze ua la namna hiyo, ila sio cha titi. Mungu alinipa ufunuo. Nisikilize nikupe siri. Amina. Unajua hiki kinasimamia nini? Mambo yanayobadilika kwenye maisha. Kila kitu kinachotokea, wewe jiulize, kwa nini ni msimu wakati watu wana furaha, wakati msimu ambao watu wanakwenda kumshukuru Mungu, nimemaliza mwaka, kwenye Krismasi, kwenye mwaka mpya, kwenye Pasaka, ndio hivyo vitu vinatengeneza, vinatokea kama mapambo, na vinapokuwa vinavutia macho, kila mtu anapenda kiwe nyumbani mwake, kila mtu ananunua, hata maskini anasema hata kamoja kawemo ndani, kawe kana waka namna hii. Lakini kule kuwakawaka ni mahali ambako watu lazima wamejikusanya.
kwa jambo maalum. Ndio maana disco light utazikuta kwenye kumbi za starehe ambako watu wameenda, zinabadilika namna hiyo, zinabadilika. Zikibadilika mziki unabadilika, watu wanabadilisha staili ya kucheza. Nini? Zimetengenezwa kama kufuja kipepo. Watu wa Mungu wasipojua siri za shetani, utakuwa na meza. Ndio maana mtu anaanza vizuri, ana malengo, katikati ya njia mambo yanaonekana badilika. Leo biashara inaenda juu, kesho inashuka. Leo inapendeza, kesho inazima kabisa, hajulikani aliko, baada anatokea. Ndio zile disco yetu tunaziona, hapa imewaka, hapa imezima, hapa zimewaka zote, hapa zote. Yaani mambo ya ajabu. Ninaamuru kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, mambo yaliyopandwa ya namna hiyo, kwa mfano wa namna hiyo kwenye maisha yako, afya yako haitabadilika tena, uchumi wako hautabadilika tena kwa jina la Yesu. Uzao wako, chochote walichoandaa kuzimu ili kubadilisha mambo, kwa jina la Yesu. Kama nampenda Bwana sema amina. Haya mambo ni spiritual. Ni spiritual. Haya mambo nayaona ni mambo ya ajabu. Ukiona unaambiwa yule malkia wa makahaba alikuwa amevaa vazi nini? Jekundu. Ana vilemba 10. Kila kilemba kina maana yake. Unashangaa nani aliyekuja na wazo la kusema tutengeneze taa ziwe zinabadilika. Na wanapoendelea unaona kabisa kuna vitu ni vya kiroho, spiritual. Kwa mfano, ukiangalia rangi, nataka nikulete kwenye logic. Kuna mtu mchinga haelewi, anakuwa anasema sasa, yani warokole wamezidi. Kwa hiyo hata disco light ni mashetani jamani. Hawa wamekuwa vichaa. Nisikilize nikwambie. Kwa nini Mungu alitengeneza upinde wenye rangi 7? Kwa nini Mungu alitengeneza upinde wenye rangi 7 wa mvua? Aliutengeneza upinde sio kufurahisha watu. Ukipita leo, yani umekuwa unafurahisha kwa sababu una rangi zote za taa za duniani. Kuna rangi ya njano, ni taa hizi. Katika walizotengeneza disco light wamechukua kwenye upinde wa rangi 7 za mvua ambao Mungu alitengeneza kama covenant. Kwa hiyo kuzimu inampa mtu maarifa, wanatengeneza covenant yao kwa namna ya taa. Wewe unaweka ndani, wewe umeweka ndani agano la kishetani, watu wameweka mpaka mahekaluni, ila kwa sababu hatujui, kwa maana adui kazi yake anapofusha, anatia upofu. Lakini Mungu ashie milele awafungue wenye hekima wamjuao Bwana, wafunguliwe akili zao. Ndio maana Paulo akasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru kwa jina la Yesu. Utiwe nuru zamani za uovu, utiwe nuru, ujue siri zao, kwa maana Bwana katika Roho Mtakatifu atafunua siri zao, atafunua siri zao kwa jina la Yesu. Kama nampenda Bwana sema amina. Ni rangi gani ya taa? Wewe niambie, ni rangi gani ya taa ambayo haipo kwenye upinde wa mvua? Blue haipo. Blue haipo. Zambarau haipo. Njano haipo. Nyekundu haipo. Lakini Mungu anasema upinde huu utakapokuwa unapita, hizi rangi zikuwa zinapita, hizi rangi 7 ambazo zimetengeneza ile nini rainbow. Hebu sema rainbow. Unaona upinde wa mvua, rainbow ni upinde. Maana yake tunaposema ni upinde una mishale yake. Kama ni upinde una mishale yake, hauwezi kuitwa upinde kama hauna mishale. Ina maana Mungu anasema nimeweka ili kabla sijapiga upinde upite, kwamba Mungu kumbuka. Ina maana kuna mtu kwenye ulimwengu au malaika anaagizwa piga gharika, akipiga mshale ule ili ukiingia kwenye mawingu maji yanaporomoka, hujawahi kuona. Ndio maana upinde wake Mungu akasema mnyang'anye malaika upinde, umwachie mishale ili wakikosea wapige upinde upite. Nione mbona upinde huko kwenye anga, nikumbuke nilimwambia malaika asipige mpaka nimpe ruhusa. Kwa hiyo upinde amenyang'anywa, umewekwa kwenye anga kwa ajili ya kuzuia watu wasiangamie kwa maji tena. Kama unapenda Bwana sema amina. Shetani ameweka maagano kwenye nyumba zenu kwa kupitia hizi disco light, kupitia hizi disco light ambazo watu waelewe. Zile wengine wameweka, kinaunganisha watu. Hizi disco light zinaunganisha watu, zinaunganisha mawazo. Nataka nikufundishe kwa namna ambayo ni ya ndani ya ajabu sana, kwa sababu ni faida za Roho Mtakatifu, namna anavyotufunulia mambo. Hebu angalia ndani ya nyumba ya mchawi ameweka disco light, anafurahia na mimi nasherehekea sikukuu. Ndani ya mcha Mungu naye anasema siwezi kusherehekea bila disco light, na ananunua anaweka. Mwenye baa kule, yule mwenye danguo na anayeuza madada na nini, na ananunua anaweka. Wakiwa wanakuja wateja wangu, hii inaunganisha watu kila mahali, watu wanafurahia. Tuna mapambo ya aina moja. Unampenda Bwana useme amina. Amina. Kama unampenda Bwana useme amina. Amina. Ilipokuja staili ya kiduku, kila muhuni alinyoa, kwa sababu ndio staili ya nani? Ya wahuni. Sio, naeleweka vizuri?
kwa sababu huwezi ukanyua staili ambayo sio ya nini, ya kwako. Lazima ujue staili inayokwendana na kundi lenu, staili ujipande inayokwendana na nyinyi na jamii yenu, asili yenu. Mwe ni watu wa jamii fulani ambao mnatumia jambo fulani. Kama unampenda Bwana sema amina. Sema tena amina. Na kila kitu kinaleta upendo katikati ya wale watu. Ndio maana ukaona hata mwingine siku ya sikukuu kuna watu wanapatanaga kwa ajili ya hizi taa. Amenunua mwingine saba, anasema mimi ndani mwangu zimetosha. Hata walikuwa salimiani, jamani sasa mimi nipe boka moja. Basi nitakupa. Urafiki unaanza tangu siku hiyo. Zinapatanisha kwa sababu ni taa za agano, zina rangi ya upinde, wamechukua kwa Mungu, wameipa jambo, wameunganisha. Wanajua tu huyu akianza mambo yatakana badilika. Na ndio maana hizi taa sasa huwa hazidumu. Hizi taa huwa hazidumu. Ndio maana baada ya sikukuu tu hata ukizitunza kwenye box ukija kuziosha mwakani hazibaki, zimekufa. Nini kimeziua? Nini kimeziua? Jaribu kuimagine. Mimi nimefanya research. Tulikuwa hata sisi kabla Roho Mtakatifu hajatufunulia tukawa tunanuaga mabox na mabox. Mnazitunza vizuri jamani, zije kuwaka mwakani. Haziwaki. Kila mwaka unanunua agano jipya. Ndio maana lazima ukatae kwa jina la Yesu. Hebu sema nakataa. Sema nakataa kila siri na maagano ya kuzimu yaliyoletwa, yaliyoingizwa kwa siri. Kuna mambo yameingizwa duniani kwa siri, hata huwezi kujua, kwa siri. Ndio maana kuna mavazi leo, kwa kadiri watu wanavyomwendea Mungu watafunuliwa mambo. Unaona shirika lile sio la kimungu, ni la kipepo, ni la kichawi. Wana alama zao, wana picha zao ambazo ukivaa unawakilisha shetani na madhabahu yake, unawakilisha kuzimu na madhabahu yake. Wana nembo zao, alama za maagano, kwamba shetani tuko pamoja na wewe. Ni kama unavyoona sisi kuna alama ya msalaba. Maana yake nini? Yesu tuko pamoja na wewe. Mateso yako tuko pamoja na wewe. Ulivyosulubishwa tuko pamoja na wewe. Ulivyo mbinguni tunakusubiri wewe. Uliyosema tunakubaliana na wewe. Hiyo ndio maana ya alama. Ndio maana Paulo akasema kuanzia sasa mtu asinitabishe, kwa maana ninazibeba chapa za Kristo mwilini mwangu kwa jina la Yesu. Kama nampenda Bwana sema amina. Sema tena amina. Ndio maana na mambo hayo ni ajabu sana. Nimegusa kidogo tu, yako mazito, yako mengi, yako mazito ambayo Mungu akikupa neema nitakufundisha. Wakati tunaelekea mwisho wa mwaka nitakufundisha na Mungu atakubariki sana. Basi ninaendelea hapo, nisikilize tena, ninaendelea hapo. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ameweka kipawa ndani yako. Kipawa cha kwanza, anapoingia ndani anakupa nguvu. Hebu sema nguvu. Anakupa nini? Nguvu. Roho Mtakatifu anakupa nguvu. Ndio maana Yesu akamwambia, lakini nyinyi mtapokea nguvu. Ikiwa alishawapa mamlaka, aliwaambia tena wasubiri, wasiende kufanya kazi mpaka wapokee nguvu itokayo juu. Ina maana ule uvuvio usingetosha. Wakienda tu kupiga mapepo dakika mbili, ule uvuvio umekwisha. Wanahitaji tena mtu aweke mikono juu yao kuchosha ile karama. Lakini Yesu akamwambia kuna nguvu ambayo ni limited power. Hiyo nguvu ikikaa juu yako, hiyo nguvu haiwezi kuondoka. Ni nguvu inayodumu, ni nguvu inayoishi pamoja na wewe, ni kisima kisichokauka. Nguvu ya Roho Mtakatifu ni kisima kisichokauka. Ukiwa na nguvu hiyo utaambiwa omba, utafundishwa kuomba, kwa sababu ni maji yabubujikayo. Ukipiga tu magoti Mungu analeta maneno. Roho Mtakatifu anakufundisha jinsi ya kuomba, kwa maana yeye ni mwalimu atufundishaye yote. Yeye ni msaada, yeye ni msaidizi. Akiona umechoka anakutia nguvu. Haleluya, hiyo ndio kazi yake. Ndio maana Wakristo wasio na Roho Mtakatifu wanawahi kuchoka, kwa sababu hawana mtia nguvu ndani yao. Wanawahi kukata tamaa. Kwa nini? Hawana anayewapatia uvumilivu ndani yao, kwa sababu matunda ya Roho cha kwanza ni nini? Matunda ya Roho cha kwanza ni nini? Uvumilivu. Hebu sema uvumilivu. Nisome hapo tunda la Roho katika Wagalatia. Nisome hapo matunda ya Roho. Jua mtu huyu ameokoka na amejazwa nguvu ya Roho wa Mungu, kuna mambo ya kuyaona kwake. Matunda haya maana yake ni matendo. Ndio maana anasema imani, Paulo anasema imani pasipokuwa na matendo imefanya nini? Imekufa. Yakobo anatuambia imani pasipokuwa na matendo imefanya nini? Imekufa. Anasema wewe leta imani yako isiyo na matendo, isiyo na matendo, alafu mimi nije na imani yenye matendo, tuone ni imani ya nani ambayo itakuwa iko hai. Kwa hiyo imani pasina matendo, imani hiyo imekufa. Tusomee kwanza matunda ya Roho. Matunda ni matendo. Tusomee Wagalatia sura ya 5 na mstari wa 22. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22. Lakini tunda la Roho ni upendo. Lakini tunda la Roho ni upendo. Tumeona nini?
Upendo. Kwa hiyo mtu anapookoka, Mkristo unapookoka, jambo la kwanza ambalo linatakiwa kutawala maisha yako ni nini? Upendo. Hebu sema upendo. Upendo. Jambo la pili, furaha. Unakuwa ni mtu mwenye furaha, sio mtu uliyetafuta mdomo, mtu uliyevimba umevimbia watu, kwa sababu mtu ambaye hana furaha ana kinyongo, anakuwa na hasira muda wote. Kinyume cha furaha ni nini? Huzuni. Kwa hiyo mtu mwenye huzuni lazima liko jambo ambalo aliondokagi moyoni mwake. Roho Mtakatifu akiingia anasafisha vyote. Kwa hiyo huzuni, uchungu na ambavyo vinafanya wewe usiwe na furaha vinaondolewa. Ndio maana Mungu ametuambia kwamba katika siku hiyo huzuni na kuugua zitaondoka juu yako, na roho ya furaha na sifa na shangwe zitakukalia. Hii ndio maana ya Roho Mtakatifu. Kumbe mtu mwenye huzuni magonjwa hayaondokaki kwake. Ukitaka kushinda magonjwa na udhaifu aina mbalimbali, kataa kuwa na huzuni. Jitengeneze kwa mtu mwenye nini? Mwenye furaha. Tengeneza moyo wako, utengeneze mawazo mema, utengeneze nia njema, jisemee maneno mazuri. Usijiumize moyo kwa kujiwazia mimi maskini wa Mungu, mimi tu kapuku, mimi mbwa, mimi mbenge, mimi sijui. Usijitengenezee mambo ya namna hiyo. Kama unampenda Bwana sema amina. Sema tena amina. Kwa hiyo mtu wa Mungu anapookoka, jambo la pili, akiwa amejazwa Roho Mtakatifu, tegemea kumwona ni mtu mwenye nini? Mwenye furaha wakati wote, hata kama alipo linalo mfanya afurahi. Utatusomea ukimaliza hapo wa Filipi 4:4 tuone inasemaje kwa habari ya furaha. Twende jambo lingine, tunda lingine, amani. Tunda lingine, amani. Hebu sema amani. Huyu mtu wa Mungu anapookoka anakuwa ni mpenda amani. Hebu sema mpenda amani. Huwezi kuwa tena mtu wa vita. Ndio maana unashangaa walokole wa leo, kuna walokole wengi wanavita na watu. Huyu mtu usimpendi kabisa, huyu mtu namchukia, tafurahi kama akifa. Wewe umeitwa katika vita au katika amani? Ndio tuna Wakristo wengi wa aina hiyo, na wachungaji wao, Mungu anasema katika Isaya, wachungaji wao wanawapotosha watu wangu, wakiwatanisha kutoka mlima hata mlima, wasiwaambie mahali pao pa nini, pa kupumzika, kwamba ni kwa Kristo Yesu. Anakufundisha tu kuendelea kuwa na chuki, kuchukia mtumishi mwingine, kuchukia huduma nyingine, kuchukia Mkristo wa kanisa lingine, kwamba hawa sio, hawa hivi. Hapana, anasema tunda la Roho Mtakatifu ni nini? Ni amani. Hebu sema amani. Sema amani. Na Mungu anasemaje kwa habari ya amani? Kuna andiko, kila tunda lililoko hapo lina andiko. Anasema tafuteni kwa bidii. Hebu sema kwa bidii. Kuwa na nini? Na amani na watu wote, pamoja na nini? Na huo utakatifu ambao hapana atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Kumbe amani na watu inaleta nini? Kuwa mtakatifu. Kwa sababu utagombana nani? Utatukana na nani? Utashtakiana nani? Kwa sababu wewe ni mtu wa amani. Unatafuta amani kwa bidii, tafuta amani. Lakini Wakristo wengi wa leo hawana amani na watu. Kanisani, ndani ya kanisa kuna watu wanapigana majungu, ni makundi, hawaelewani. Huyu anamsengenya huyu ampendi huyu akimpa huyo mkono anapitisha huku, huyu anamwambia anajipendekeza kwa mchungaji, atotaki mambo yake, huyu akubali maneno yetu, akubali maneno ya mzee wa kanisa, huyu hivi. Kuna nini hapo? Mungu anasema watu wake wamejazwa Roho nani? Mtakatifu, wana tunda la amani ndani yao. Kama unataka kwenda mbinguni, lazima umwambie Roho Mtakatifu, weka tunda lako ndani yangu, utamwona Baba siku ya mwisho kwa jina la Yesu. Kama unampenda Yesu sema amen. Sema tena amen. Haleluya, haleluya. Neno la Mungu halina mbadala. Hata kama mimi mchungaji wako nitakudanganya, nikakwambia unajua mwanangu, nisikilize mimi, yule mchungaji yule na watu wake hawafai, wale ni watu wabaya sana, na kufundisha chuki badala ya upendo. Kwa sababu unapofundisha watu chuki, uko kinyume na matunda ya Roho Mtakatifu. Hiyo ndio maana ya Biblia. When you preach about what? Halo? Unapofundisha kuhusu chuki, unafundisha mtu kuchukia imani nyingine. Haufundishi katika tunda la upendo. Ni upendo huo? Ni amani hiyo? Ni tunda la Roho? Sasa huyu anakwenda wapi? Watu wa aina hii wanakwenda wapi? Na madhabahu yao na kanisa lao na Mungu wao wanakwenda wapi? Kwa sababu Mungu akwenda anasema fundisha amani. Watu wa Mungu wakae katika nini? Katika amani. Anasema ipende amani, uifuatie sana. Katika Mithali, ipende amani, uifuatie sana. Anarudia, anaendelea, anasema itafute kwa bidii. Kama uipate, itafute kwa bidii, kwa uwe na amani na watu wote. Ijapokuwa watabaki maadui, hao pia kuna namna yao ya kudili nao. Wewe onyesha amani. Kuna namna Mungu anawapiga wale watu.
Wewe tembea kwa amani tu nao, sema nao kwa amani, wasalimie kwa amani. Hata kama wao wanaelekea vita, wewe simama kwenye tunda la nini? Tunda la Roho. Kama nampenda Bwana wetu, sema amina. Sema tena amina. Kwa nini leo kuna makanisa na makanisa hawasalimiani, hawaingiliani? Viongozi, baadhi ya viongozi wa dini hawasalimiani, kwa sababu ya mafundisho ya chuki. Unapofundisha watu kutokumwamini mchungaji mwingine kwa hofu tu kwamba wakimwamini watu wangu watahamia kwake, wakimwamini watu watamwamini yeye, alafu mimi naweza nisiaminiwe nikakosa watu. Hapana, hiyo maana yake unawapeleka watu jehanamu. Kama napenda Yesu, sema amina. Kwa sababu tumefundishwa tunda la Roho ni amani. Simamia amani, fundisha amani. Mungu wetu wa walokole wa kweli wa haki hawajafundishwa kusimama katika chuki, kwa sababu chuki ni tunda la Shetani, bali upendo ni tunda la nani? Ni tunda la Roho Mtakatifu, ambaye ndiye nafsi ya kati ya Mungu. Kama unanielewa nisikie amen. Endelea. Tunda lingine, uvumilivu. Tunda hili lazima liwe ndani ya Mkristo. Kwa nini amesema uvumilivu? Kuna mengi sana hapa katikati, kabla ahadi za Mungu hazijatimia kwenye maisha yako. Baada ya kuokoka, kuna mifumo umeharibu. Baada ya kuokoka, umeharibu mifumo na watu mbalimbali. Ulikuwa na wapenzi wanakuhonga, umeharibu mifumo. Ulikuwa na biashara haramu, umeiacha, umeharibu mifumo. Ulikuwa unapendwa na watu kwa sababu ya ushirikina, umeharibu mifumo. Ulikuwa unapeleka kwa waganga, umeharibu urafiki. Umejitenga na walevi, ulikuwa mkienda kulewa unawakopa hela, wanakuambia wewe acha kwenye familia, twende bwana tutakupa bure pombe. Umeharibu mifumo. Kuna mambo mengi umeharibu, wengine wamekutenga au kama mlokole, bwana mambo yetu hawezi tena. Kwa hiyo sasa mifumo imeharibika. Kwa hiyo ili Mungu aje kukuweka kwenye mifumo tena vizuri, unahitaji kipindi cha mpito. Kipindi cha mpito kinahitaji uvumilivu, ili kila mtu kufikia ahadi ya Mungu kwenye maisha yake. Ndio maana lolote la vita, Mungu anasema huwezi kushinda kama huna nini? Uvumilivu. Wana wa Israeli walitembea miaka 40 jangwani, humo ni shida tupu, 40 years. Mule ni njaa, ni majaribu, ahadi ya Mungu imepotea. Amesema anatutoa kutupeleka nchi ya ahadi, lakini miaka 40 haoni ahadi yoyote. Haoni nchi ya ahadi wala haoni ahadi. 40 years, miaka 40 ni njaa, ni mauti, ni vitisho, ni jangwa la nge, jangwa la nyoka wa moto, ni uharibifu, ni kiu, ni nini? Ni mauti, ni maneno makali ya Mungu. Nitawapiga, nitawaangamiza wote. Si umetutoa kule tupeleke nchi ya ahadi? Sisi tunakosa gani? Kule tulikuwa tunakula, tulikuwa tunakunywa, tulikuwa tunavaa, tulikuwa na familia, tulikuwa na maisha. Umetutoa kwa neno la mtumishi wako, tumeamini. Safari yetu ya kwanza tumefikia jangwani, bahari ya Shamu, hatuoni pa kupita. Watoto wetu ni wadogo, wake zetu wana mimba, mali zetu tutavukaje? Tusikolamikie Mungu. Basi umetengeneza njia, tumevuka, tunaenda tena mbele. Hapo katikati vyakula vimeisha, hakuna duka la kununua, hakuna shamba la kulima, mvua inyeshi, ni jangwa. Tusikwambie tunapata wapi chakula, tunakufa jikani. Tukisema hivyo, Mungu anasema msinungunikie mimi, nyie songeni mbele. Kumbe kuna saa inafika hata umwambie Mungu shida yako. Mungu anasema utatuzi wa shida yako ni kukanyaga moto wa maombi. Songa mbele na imani, endelea kumwamini Mungu, kanyaga batani, endelea kwa jina la Yesu, endelea kwa jina la Yesu. Kama unampenda Yesu, piga kelele, sema amen. Amina. 40 years, miaka 40. Hebu sema miaka 40. Hakuna kitu. Huyo ni Mungu. That is God. Ndio maana mimi silaumu watu. Mtu anaweza kukuahidi kitu lakini 5 years hajakutendea, 10 years hajakutendea, 20 years hajakutendea. Ila kuna saa Mungu ameandaa jambo kubwa. Walipoingia nchi ya ahadi, ndipo walianza kutambua wema na uaminifu wa Mungu katika nchi walio hai. Mungu akawastarehesha pande zote, hakuna vita tena, akawapa amani, wakazaliana, wakaongezeka, akatoa maadui kwenye nchi yao, wakatawala mpaka nchi za jirani zao, wakalimu, wakafurahi, wakasemaje? Mungu wewe ni Bwana. Waliomkataa jangwani wakasema Mungu hakika wewe ni nani? Ni Bwana. Soma kwenye Torati utaona, wakasema Mungu ndiye Bwana, Yahweh, Jehova mkuu, wakampungia na majina, wewe ni Jehova Rafa. Kwa sababu akafika hatua sasa Mungu akaanza kutimiza ahadi zake.
wakienda vitani Mungu anatokea anapiga adui. Wakasema wewe ni Jehova Elikibo, maana yake Bwana wa vita. Wakipata matatizo, wakiugua, Mungu anawaponya, anatokea anawaponya. Hakuna hospitali bado, hakuna, ni mambo ya ushirikina, waganga wa kienyeji na maombi. Mungu anawaponya. Wakasema wewe ni Jehova Rafa. Kuna mali wanatokea wakiwa wana amani, wakimtafakari anatokea anawapa amani. He gives peace. Wakatokea anawapa amani. Wakamhitaji wewe ni Jehova Shalom. Akaanza kuwajibu zile ahadi ambazo walizikosa kwa miaka mingi. Kuna saa ambayo vumilia tu, ulioahidiwa yatatokea. Vumilia kwa jina la Yesu. Ulioahidiwa yatatokea kwa jina la Yesu. Hebu sema nilioahidiwa yatatokea. Na mimi naiambia Tanzania, yale ulioahidiwa, yale ulioahidiwa, yale ulioahidiwa yatatokea kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Yale nilioahidiwa yatatokea. Yajapochelewa kidogo, lakini yatatokea. Bwana wa majeshi atayafanya kutokea. Piga kelele useme amen. Piga kelele useme amen. Lakini sasa kipindi hicho, pointi yetu nini? Uvumilivu, ambapo ni tunda la Roho. Uvumilivu. Mwanamke anayefurahia matunda ya mmewe ni mvumilivu. Yule anayevumilia. Achana wale vikoroboi ambao anaingia tu kwenye ndoa, anataka aone tayari mwanaume, hata ile kukuoa watu wamejipanga. Mwingine mpaka ndugu amechanga mahali ipatikane. Kaila kaliko baki ndiko mkaingia mjini mkapanga chumba. Yule kaka ndo anaanza kuangalia naye kama Mungu miaka 40, Mungu mwenye vitu vyote. Miaka 40 hajawapatia watu ahadi zao. Kwa nini unamharakisha mmeo? Tulia. Unaanza kumsumbua yule kaka. Ona, yani tangu tumeoana huu ni mwaka, hatuna sofa, hatuna TV ya flat, hatuna kabati, hatuna kitanda zita nini, hatuna, haujanua kiwanja wenzako wanafanya. Unajua wenzako wamepambana miaka mingapi? Kuna vitu vya kusubiri ahadi ya Mungu. Tulia. Hebu mwambie mtu tulia. Mwambie mtu tena tulia. Mungu atatimiza kwa wakati wake. Kama yule mtu anamtumaini Mungu, kibaya tu ni kwamba asiwe na kumtumaini Mungu. Lakini kama anamtumaini Mungu, fanya uvumilivu. Kuna mambo yatatokea. Vumilia tuwe mama. Vumilia, kipindi cha njaa ni kifupi. Kipindi hicho cha shida ni kifupi. Kipindi cha mmeo kuwa hana kazi ni kifupi. Kuna baraka inakuja. Uvumilivu wako ni tunda la Roho kwenye familia. Vumilia, pengine usipate, ila watoto unaovumilia kuwalea. Watoto umevumilia unawalea mpaka wamepata elimu. Kwa shida unasokota kamba, unauza misumari, unafanyaje, unalima viazi unauza. Watoto wanavumilia hiyo tabu. Uvumilivu huo utakuja kutoa mtoto profesa, ataondoa huzuni yako. Utatoa mtoto dokta, ataondoa huzuni yako. Utatoa mtoto mbunge, ataondoa huzuni wako. Utatoa mtoto ni waziri, ataondoa huzuni yako. Kwa ajili ya nini? Uvumilivu. Mungu anasema ushindi wa mtu uko ndani ya uvumilivu. Mwenye kuvumilia mpaka mwisho ndiye atakaye okoka. Kama nampenda Yesu sema amina. Sema tena amina. Kwa hiyo uvumilivu ni tunda la nini? Tunda la Roho. Vumilia. Biblia inasema hakuna mtu ambaye atakuwa mvumilivu kama mkulima, kwa sababu uvumilia mvua zote. Anasema mkulima uvumilia kuanzia mvua ya nini? Ya vuli, masika na hata mvua za mwisho, ili Mungu aweze kumpatia nini? Mazao yaliyokomaa, yaliyopevuka. Vumilia. Vumilia vita. Vumilia matukano. Kweli utatukanwa. Kana nguo moja tu ukanikuvaa. Vumilia. Mwambie navaa moja kwa sababu kuna jambo nalisubiri. Nikitokea tutakuwa na masanduku ya nguo ndani ya nyumba yangu. Kana kiatu kimoja mpaka kimepinda. Mwambie navumilia. Paulo anasema nakaza mwendo na ichuchumilia taji ya thawabu. Kuna saa unasubiri mpaka unachuchumaa. Unamwambia Mungu, umechoka kusimama mpaka nachuchumaa, lakini siondoki kwenye nafasi Mungu alionipa. Siondoki kwenye saa. Nasubiri mpaka iwe. Nasubiri mpaka itokee. Subiri pale. Utaona wengine wanajenga magorofa. Wewe subiri pale. Hata kama hujajenga hata kibanda cha choo, subiri mpaka pale. Saa ya Bwana ipo. Saa ya Bwana inakuja. Saa ya kukufurahisha. Saa ya kuleta kicheko. Ibrahimu alisubiri mpaka akaanza kuzeka. Anasema mbona sasa nakwenda na ahadi ya Mungu haipo? Walimtukana mengi, alilaumiwa mengi, lakini ghafla wakati ulipotimia, Mungu akaleta ile ahadi. Mke wake akabeba mimba katika uzee, mpaka anasema Mungu amenifanyia kicheko. Na mimi nasema mpendwa, unayenisikiliza leo, popote ulipo, Mungu akufanyie kicheko. Niwe umezeeka ama kwenye umri huo, Mungu akufanyie kicheko kwa jina la Yesu. Kama unampenda Bwana, piga kelele sema amen. Mwambie mtu faida ya Roho Mtakatifu. Sema tena, faida ya Roho Mtakatifu ni kukupa uvumilivu ili ufikie malengo Mungu aliyokusudia.
kwa sababu wengine wamejikuta ni wakutangatanga mpaka anazeeka hana kitu, kwa sababu amekosa uvumilivu. Shetani huwa hawafanyi watu kuvumilia, anawafanya watu kutangatanga, wanakosa pa kushika, wanatapatapa. Mungu haweki roho ya kutapatapa. Ndio maana sisi ndani yetu ukute mlokole wa kweli anatapatapa. Wetu Waswahili wakasema sasa hivi anatapatapa, hana pa kushika. Wakiharibu tawi moja, Mungu anafungua tawi lingine litakusaidia kuning'inia pale mpaka majira yatimie. Na mimi nasema kuna tawi lingine Mungu ameandaa kwa ajili yako, tawi imara, halijashambuliwa na upanga wote, halijainama kukatika. Ning'inia hapo ukimtarajia Bwana. Wokovu wako utatokea kama adhuhuri, ushindi wako utatokea kama mapambazuko ya asubuhi kwa jina la Yesu. Uponyaji wako unakuja kama jua lichomozavyo, na mwangaza wake utafunika dunia kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Piga Yesu makofi, haleluya. Shombo kosapa. Endelea. Tunda lingine. Tunda lingine. Utu wema. Utu wema. Unakuwa mtu mwema kwa watu. Sema utu mwema. Sema utu mwema. Ndio maana mlokole lazima uwe na utu wema. Hii haijalishi unatendewa nini na watu. Utu wema. Utu wema maana yake msaidie mtu. Utu wema maana yake ni ubinadamu, humanity, ubinadamu. Utu wema, usiwe na utu mbaya, utu wa kinyama. Kuwa na utu mwema. Kuna saa mtu alikukosea mpaka unawaza nimpende vibaya kuliko alikuwahi kuwaza, lakini ule utu wema unakwambia mwanangu samehe, mwanangu acha, mwanangu subiri, mimi Mungu nitafanya, mimi Mungu nipo. Unasema mbona na uwezo wa kufanya, alafu Mungu anasema asubiri, acha, tulia. Silaha zangu za vita nilizokupa sio kwa ajili ya kuangamiza watu. Hatukuita kuangamiza roho, bali kuokoa roho. Tulia mwanangu, tulia. Tuliza hasira yako. Tulia imani mwangu. Niite na nitakuitikia. Nitafute maadamu napatikana. Nitakufariji moyo. Mungu anakuja polepole, maneno yake ni maneno ya baraka. Ni maneno ya ushindi, maneno ya amani. Kwa hiyo uwe na utu wema. Ukiwa na kitu mtu akakuomba, mpe. Huo ndio utu wema. Umeomba sukari, umeomba nguo, umeomba fedha, mtu ana shida na unayo, mpe. Huo ndio utu wema. Ubinafsi ni ubaya, ubinafsi ni ushetani, kwa sababu hakuna mbinafsi atakayemwona Mungu. Mungu anasema wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kwa kiwango cha kumwagika na kushindiliwa na kusukasukwa mpe. Unamwona jirani yako na mtoto hana masweta, na wewe sweta unalo, usiangalie tu anamsemaga ni mchawi, mpe. Mwenye yake huwa halogu wewe, mpe. Yeye kama ataamua wewe umempa kwa kama utu wema, ili ni andiko litakulinda. Nimekupa nguo kama utu wema. Ukienda kuoga utaona cha moto. Wewe mpe hela, nimekupa kama utu wema. Akienda kuiweka chini ya kibuyu, sijui aikalie na makalio, ailaze chooni akufungie riziki, ataona mwenyewe kitakachomkuta, hata wahi kusahau maisha yake yote. Kwa nini? Wewe umetenda tendo nini? Chema, tendo la imani ambalo linatoka ndani ya Roho Mtakatifu. Mungu atakulinda na Mungu atakusaidia kwa jina la Yesu. Kama unampenda Yesu sema tena amina. Sema tena amina. Tunda lingine la Roho Mtakatifu, fadhili. Fadhili. Wafadhili watu. Unaona kabisa nina uwezo wa kununua makochi nikampa huyu mtu wa Mungu hana. Fanya hivyo. Mungu amekupa, huwa anakuambia siku zote. Mungu hajakupa kwa ajili yako mwenyewe. Mungu amekupa kwa ajili ya wengine. Ndio maana wazungu wamefanikiwa sana. Kwa sababu mzungu anaamini Mungu akimpa mbili, moja sio ya kwake, moja ni ya mwenzie. Umepewa kitu, kitumie na wengine. Kiwe baraka. Hebu sema kiwe baraka. Tusiwe tunaishia kuimba tu. Nifanye niwe baraka kwa watu, nifanye niwe baraka kwa wingali yako. Natembelea mwenyewe, hata lifti njiani, mvua inanyesha, mtu amesidi vioo, anakimbia tu. Wewe uko kwenye gari unakimbia mvua yani. Simama waambie watu, ingia ndani ya gari niwapeleke, ijapo uovu nao ni mwingi. Ndio maana kwa sababu ya maovu kuongezeka, upendo wengi umepoa. Sasa hili siongei sana, maana mwingine unaweza akakusimamisha jamani na shida, kumbe jambazi. Wamelaza mgonjwa chini, kumbe ndani ya shuka ya mgonjwa kuna bunduki. Mbona unawasaidia jamani, wanamuingiza mle ndani, unashangaa basi kwa shingoni, geuza gari twende polini. Kwa hiyo haya matendo, ndio maana Mungu anasema kwa sababu ya maovu kuongezeka, upendo wetu utafanya nini? Utapoa. Watu wengine pia wanaogopa kwamba kuna mtu unaweza ukampa lifti, ukamwambia bwana ingia twende mvua, ukamshusha mahali watu wameona fulani kampakia. Ulipomshusha anaenda nyumbani akavamiwa na watu wakauawa. Wakasema kuna gari limbeba, ile ndio ilimtendea haya. Kwa hiyo kwa sababu ya maovu kuongezeka, upendo wa wengi utapoa. Lakini kufadhili watu, wasaidie kwa vitu vya kawaida ambavyo havina madhara. Wasaidie watu, wape vitu vyema. Usimpe mtu kitu kibaya chenye madhara.
Mpe mtu kitu kizuri, akitumie, afurahi, amshukuru Mungu ili baraka zirudi kwenye maisha yako. Kama unampenda Yesu sema amina. Sema tena amina. Zamani wazungu walikuwa wanafadhili sana kazi ya Mungu. Ukiandika tu write up, ukasema naomba jamani msaada, mimi mtumishi wa Mungu, na huduma pale, huduma yetu tunafanya hivi, lakini hatuna magari ya kupeleka injili mjini, hatuna vyombo vya kuhubiria injili, hatuna nyumba ya mtumishi wa Mungu. Wazungu wale wanaamini bila na kufika, wanatoa hela kwa sababu wanaamini kazi ya Mungu inabebwa na watu, na sio lazima wawe ni washiriki wa kanisa hilo. Wafadhili, yani ufadhili ni mtu yeyote. Waafrika tunaamini kwamba wazungu ndio wanaweza kufadhili, lakini Mungu anasema uwe na roho gani? Roho ya kufadhili. Ufadhili ni kutoa kitu chako kifanye kazi kwa maslahi ya wengi, kwa ajili ya wengine, ufanyike baraka. Hiyo ndio baraka. Lakini mtu mwingine, kwa sababu sasa matapeli nao wakaanza, mtu anakuja tu kama hapa, anapiga picha, anasema nina kanisa, mimi mchungaji wa hapa, mnipe hela. Wazungu wanampa hela. Siku akimtafuta amezima simu zote, na kaharibu, wale watu wanaweza kuona wanatapeliwa. Kwa hiyo maana wazungu leo wakaanza kufungia misaada yao, hawatoi kabisa. Kwa nini? Kwa sababu maovu yameongezeka na upendo umepoa. Tunda lingine, uaminifu. Uwe mwaminifu. Ndio maana nikasema Roho Mtakatifu akiwa ndani ya mtu anakuwa mwaminifu katika mambo yote. Sasa uaminifu hapa atuongee tu kwenye mambo ya zinaa, kwenye mambo ya nini. Uaminifu unaanzia mpaka kwenye zaka, fungu la 10. Namna gani mtu anakuwa mwaminifu kwa Mungu? Anania alikufa kwa sababu ya hela ya Mungu. Mungu, shamba ni lake, hela ni yake, yeye alitakiwa hata kutoa sehemu ya Mungu. Anania akapigwa akafa. Kuna mambo mengi ya watu yanakufa leo na kuharibika na upendeleo aina mbalimbali, kwa sababu wanakula mpaka cha Mungu. Ile ya Mungu akikupa, hata kama una shida kiasi gani, mwambie Mungu, nimekuheshimu, kuna mlango utafunguka. Anasema nami kwa ajili yako nitakufungulia milango na madirisha wapi? Ya mbinguni, na kukumwagieni baraka hata isipo nafasi ya kutosha au la. Sasa watu wengi si waaminifu, wana roho kama ya Anania. Kuna mtu mwingine anasema yani mimi nipeleke zaka, yani kwanza nikipeleka mchungaji atajua nimepata shilingi ngapi, kwa sababu si nisemi hakuna mapato yangu. Kwa hiyo kile anayopata lazima wenyewe waijue. Huyu mtu anaila. Sikiliza nikwambie, kuna vitu unaua kwenye maisha yako. Kuna baraka za watoto wako unaua. Kuna baraka za familia yako unaua. Kuna watu wategemea waende juu, Mungu anawashusha. Kwa nini? Wewe umekula fungu la Mungu la 10, sio mwaminifu. Anasema ukae katika nchi upendezwe na uaminifu. Mungu anasema namna hiyo. Kwa hiyo tunda la Roho Mtakatifu linakaa ndani ya watu. Unapomwona mtu ni mwaminifu, maana yake ana Roho Mtakatifu. Unamwona mtu anasema hiki ni cha Mungu, sikigusi. Sio kwa akili zake. Huyo ana Roho Mtakatifu. Mtu ambaye ana Roho Mtakatifu hana uaminifu. Ndio wale ambao unaona kanisani wanaiba vitu. Mtu anaiba kitu kanisani, anasema haya masimenti yamebaki hapa, niachukue tu nikafanyie mambo yangu, nitaiba. Hata aombi, nitaiba tu nikafanyie. Kwani kuna siku ambayo tunakujanga, pengine kuna gap, unashangaa watu wamefanya, mwingine anakuwa anachota kidogo, anafumua mfuko, anakuwa anachota, anakwenda nayo anachota, mnashangaa mfuko umeisha. Kwa mnashangaa kuna mabati hayapo, mnashangaa kuna vitu fulani havipo. Kumbe kuna watu si waaminifu. Hao watu ni kwa sababu hawana Roho nani? Mtakatifu. Na kwa kufanya hivi wanajiletea madhara makubwa kwenye maisha yao. Kwa sababu hii Mungu atawaleta kwenye hukumu. Watalaaniwa kwa sababu wanamwibia Mungu. Unapomwibia Mungu utategemea kulaaniwa. Yaani ukimwibia Mungu chochote. Ndio maana Mungu anasema ukitoa hata kama ni zaka, toa zaka kamili. Toa zaka kamili. Kwenye kila mapato Mungu anayokupa, toa zaka kwa uaminifu wote. Kwamba Mungu amenipa hiki, inatakiwa nitoe fungu la 10. Mungu ukifanya hivyo anakuheshimu. Anasema hakika umenipenda. Ibrahimu alimtoa hata mwanae, alikuwa tayari kumtoa, hakumzuilia Mungu chochote. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye ana Roho Mtakatifu atakuwa mwaminifu, kwa sababu tunda hili litakuwa ndani yake. Kama unampenda Yesu nisikie amen. Nisikie tena amen. Vizuri. Nisomee tunda lingine. Upole. Kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Nao walio katika Kristo Yesu wameusulubisha mwili pamoja na mawazo yake. Mabaya na tamaa zake. Tukiishi kwa Roho tunaenenda kwa Roho. Amen. Sasa kuna watu leo ni wa Mungu wakali kweli kweli. Mtu wa Mungu ni mpole. Hebu wawaza ngumi zinaanzaje kwenye kanisa ambao wana Roho Mtakatifu?
Yaani wanagombana ambao wanafarakana mpaka zinapigwa ngumi, defender inakuja kanisani kuamua ugomvi wa watu wenye roho nani? Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu kweli au Roho Mtakatifu? Kwa sababu Roho Mtakatifu ni wa amani. Mnaanzaje kupigana mpaka serikali ije iwaamue? Nyinyi watu wa Mungu ambao Mungu amewaagiza kuhubiri nini? Amani. Nyinyi ambao tunda la amani liko kwenu, mnaanzaje kupigana mpaka watu wanapigwa vitu, wanapigana vitu kana kwamba ni mambo ya hofu ya kishetani ya kipepo? Hii ni kwa sababu watu sio nini? Sio wapole. Na upole hauwezi kuwa ndani yako kama tabia. Upole chanzo chake ni tunda la nini? La Roho Mtakatifu. Hebu sema tunda la Roho. Tunda la Roho. Upole. Sema upole. Upole umezungumzwa kwenye maandiko, anasema upole wenu na ujulikane na watu wote. Kwa hiyo kila tunda la Roho linaandikwa ambalo Mungu amelitolea kusimamia. Kila mtu unayekwenda mbele yake lazima uende kwa upole. Lakini jambo lingine, uwe na kiasi. Roho Mtakatifu huwafanya watu kuwa na nini? Na kiasi. Kwa mfano, hatuwezi kwenda tu kwenye maombi kwa sababu tunaongozwa na Roho tufunge mpaka Roho atakaposema. Watu wanafunga mpaka wanakufa. No, Roho Mtakatifu ana kiasi. Sema kiasi. Sema kiasi. Sio watu wanakesha mpaka wanatembea barabarani, wanalala, wanaendesha magari mpaka wanaingia mtaloni, wanapata ajali, wanakufa kwa sababu ya kukosa kiasi. Yaani mtu anakesha, tutakesha mwaka mzima. Hiyo nao ni roho ya shetani, ni mashambulizi ya kuzima haya. Mtu wa Mungu lazima awe na kiasi. Lazima uwe na muda wa kufunga, uwe na muda wa kukesha, uwe na muda wa kulala pia. Kama unapenda Yesu sema amina. Sio mambo yanaenda tu shambagara bagara. Hapana, anasema uwe na kiasi. Hebu sema kiasi. Sema kiasi. Katika mambo kama hayo hakuna nini? Hakuna sheria. Mtu aliye na kiasi anahubiri kwa kiasi, anauacha muda kiasi, anaomba kwa kiasi, anajua Mungu yupo tu. Yesu aliwaambia wale watu, masikini wapo tu siku zote, hata ufanyaje hawaishi. Kwa hiyo kuna mambo mengine yatabaki kwa mambo ya Mungu, kwa sababu watu wapo tu, dunia ipo tu, mpaka Mungu mwenyewe aamue kwamba imefika mwisho. Mambo yote tunayoyaona yatapita, ila neno la Mungu halitapita hata milele yote, kwa jina la Yesu. Kama unampenda Bwana, nifikie tena amina kubwa katika siku ya leo. Mimi naomba niishie hapo, sina la ziada.